Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Si mwingine tena ni mimi Joel Eomba Ndondani kutoka hapa kwetu nchini Australia. Na zidi kumshukuru Yesu Kristo kwa sababu nimepata nguvu leo na msukumo kabisa kuweza kusimama mbele zenu ili kuleta mafundisho haya. Bado tunaendelea katika kile kipindi cha kuharibika kwa dunia. Tunaendelea kabisa na kipindi kile, na nina imani pale ambapo tutakapokuwa tunapata muda, na ndio hivyo tutakuwa tunaleta kile ambacho Bwana anataka watoto wake kujua. Nina imani wengi kabisa walifurahiwa na walibarikiwa na walipata nguvu na kuelewa mengi, hata kupata kugeuka kupitia kipindi cha jana ambayo ni sehemu ya 10 ya kuharibika kwa dunia. Na leo nimekuja na mafundisho katika kipindi hicho kuharibika kwa dunia, lakini ni style ya leo ni kama vile mafundisho ambayo nimekuwa nimefundishwa nikiambiwa, na mimi nataka ujue haya mambo kama nilivyokuwa nakwambia katika kipindi cha kuharibika kwa dunia. Kipindi hiki kinahusisha mafundisho, mafunuo na nabii, maonyo, hata na hekima, ukiona jinsi gani nilivyokuwa na vitoa, na imani umepata na kujua jinsi gani ambavyo na vitoa kulingana vile Bwana alivyokuwa ananifundisha. Na leo tunaongelea juu ya mtu wa Mungu. Kwa hiyo karibuni sana katika kipindi hiki mwanzo huu hadi mwisho. Asanteni. Sasa nilianza kuambiwa ya kwamba mtu wa Mungu upenda wote. Chakua nichukue Biblia yangu hapa. Mtu wa Mungu upenda wote. Mtu wa Mungu uwasaidia wote. Acha kwanza tusome katika kitabu cha Yohana sura yake Yohana wa kwanza sura yake ya 4 mstari wa 19. Waraka wa kwanza wa Yohana sura yake ya 4 mstari wa 19. Anazungumza mambo mazuri, anasema hivi: sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Ndio mimi nikaambiliwa ya kwamba mtu wa Mungu ni nani? Kaambiliwa mtu wa Mungu ni mtu ambaye anapenda watu wote, lakini pia anasaidia watu wote. Hata kwa tuangalie tena katika kitabu hichi cha Wagalatia. Kitabu cha Wagalatia juu ya kupenda, hapo ndio tunataka nikazie. Wagalatia sura ya 2. Wagalatia sura ya 2, tukianza sura ya 2 na mstari wake wa 20. 2:20. Wagalatia 2 sura ya 2 mstari wake wa 20 anasema hivi: 2:20 anasema, basi aliye mjumbe si mjumbe wa mmoja, bali Mungu si mjumbe wa wamoja, bali Mungu ni mmoja. Kapata andiko hilo Yohana sura yake ya kwanza ya 13. Tena tutarudi, nataka nisome hizo andiko kama vile ndivyo zipata hapa. Akaniambia nikasoma kitabu kinasema, niseme Yohana sura ya 13 mstari wa kwanza unasema, basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika, atakayotoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye amewapenda watu wake katika ulimwengu.
aliwapenda upeo. Baada ya hapo tunarudi katika Yohana wa kwanza sura yake ya 3 mstari wa 14 hadi 17. Yohana wa kwanza sura ya 14 na mstari wake sura ya 3 mstari wa 14 na mstari wake wa 17, anasema hivi: sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani, kwa maana twawapenda ndugu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Kila achukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Katika ili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akazuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Haya yote maneno maverses yanakuja tu kwa sababu ya upendo. Mtu wa Mungu, ndo hizi style ambazo nimesomea hapa, jinsi tunatakiwa kuwa mbele ya Yesu Kristo. Mtu wa Mungu uwapenda wote na usaidia wote. Mtu wa Mungu uwapenda wote na usaidia wote. Lakini kaendelea kuambiwa kisema, kama vile Bwana anavyopenda watu, yani kama vile Yesu Bwana wetu alivyopenda watu wote na kubariki wote, ndivyo alivyo mtu wa Mungu kupenda wote na kubariki wote. Ndivyo alivyo mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu ukaribisha watu. Usiwe mtu wa Mungu mwenye ujui kukaribisha watu. Si kulazimisha watu waje nyumbani, John mimi tu hapana, bali watu wanapokuja nyumbani wanaonyesha ukarimu. Lakini pia hata ndani ya kanisa kuna wageni wanashindwa kurudi kanisani kusali katika kanisa, bado wameenda kuingia kwa sababu ya ukaribisho. Hospitality ambayo wameipata pale sio kabisa. Mtu anakuja na hamu ya kuingia mbinguni, ya kuingia kanisani, ya kuanza kumwabudu Mungu. Lakini kadri ya vile alivyokaribishwa katika kanisa na haja koma kiroho, unaona anarudi nyuma. Mtu wa Mungu anakuwa mkaribishaji. Mtu wa Mungu anakuwa mkaribishaji kwa watu wote. Hii wote, hii bali naisema hii wote kwa watu wote. Hii wote ina maana hakuna ubaguzi. Anaweza akawa mmoja anakuja asubuhi mwenye mavazi mazuri, ananukia perfume. Jioni akija mwingine mwenye mavazi mabaya, ananuka kwapa, hajaoga, dafanya tochi, hana hela, labda ni kichaa niseme. Yani ni wote wamekuja nyumbani kwako. Kama mtu wa Mungu, wakaribisha na si kubagua, na si kukaribisha mtu kwako kwa sababu una mentere fulani kwake, bali karibisha mtu yoyote, mzungu, Mwafrika, Mwarabu, Mwindi, yoyote rangi na lugha yote ile yaliyo duniani, mtu wa Mungu ukaribisha. Hii wote tena, kama tunaambiwa sisi watu wa Mungu kuwakaribisha wote, ina maana tunahitaji kuwa na ushirika nzuri even mbele ya watu wanaotuzunguka. Sikiliza hapa, akasema mtu wa Mungu ni msikivu. Mtu wa Mungu tabia yake nyingine ni mtu wa usikivu. Lakini hata hivyo mtu wa Mungu tabia nyingine ambayo nimeambiwa nikwambie, mtumishi wa Mungu na ni mtu wa Mungu upatanisha na wala si mchongezi. Mtu wa Mungu anafanya nini? Anapatanisha na wala si mchongezi. Uwabariki wote wapate kumjua Mungu. Huyo ndo mtu wa Mungu. Upatanisha. Naanza mwanzo, tabia za mtu wa Mungu ni hesabu. Upenda wote, usaidia wote. Ubariki wote
na upatanisha wote na si mchongezi, lakini anabariki watu wote wapate kumjua Mungu. Huyo ni mtu wa Mungu. Sikiliza hapa la pili. Mtu wa Mungu si mbaguzi kama nilivyotangulia. Mtu wa Mungu si mbaguzi. Ili somo ama niseme kipindi hichi ambacho tumeona kiendelee, ikiwa na maana hii ni sehemu ya 11, basi nina imani wengi watajua jinsi ya kuwa ndani ya kanisa, ni hivyo ni ndani ya familia zetu. Watu wataelewa. Mtu wa Mungu si nani? Mtu wa Mungu si mbaguzi. Labda huko kazini waweze ukabaguliwa, lakini wewe walazimika kutubagua mtu kwa lugha, kwa sauti na kwa rangi na kwa njia yote ile. Usibague mtu kwa sababu maskini wake na kumdharau, na usimheshimu mtu kwa sababu ya utajiri wake na elimu yake na kumpenda huko kidharau wengine. Umekuwa si mtu wa Mungu. Hata kama ukienda kanisani unajisumbua bure. Lakini sikiliza tena, akasema mtu wa Mungu ni msikivu na mvumilivu, usikiliza watu na watu ukaa chini kumsikiliza yeye. Yani unaambiliwa kusikiliza watu wanapoongea. Kuna utaratibu katika hali ya kusikiliza watu. Ni hivi: moja, labda watu wawili wanakutaniwa wanaongea, wewe usifanye nini? Wewe interrupt, yani usiingize maneno yako wakati wengine bado wanaongea. Wajamaliza kuongea na wanakuja fulani unaanza kuongea na fulani. Hii si utaratibu katika mtu wa Mungu. Tena usikiliza wengine, labda mtu fulani anaweza kaja na hasira kwa hiyo fulani hivi na kile, lakini wewe kama mtumishi wa Mungu, kama mtu wa Mungu, kama mwenda mbingu, kama Kristo, unaangalia, unasikiliza anavyosema. Kisha maliza maneno yako pia yawe tu ya kumfariji yeye. Lakini amekutusi, lakini alikuteta, lakini maneno yako yawe ya kumfariji yeye. Sasa akaniambia, mtu wa Mungu uondoka kwa ukimya mahali halipo, haache fujo. Ukitaka kuondoka mahali fulani na kwenda mahali pengine, usiache fujo. Labda move kanisa kwenda kanisa lingine, usiache fujo. Unatoka kwa shangazi kwenda kwa njomba, usiache fujo. Unatoka kwako kwenda kwa jirani, usiache fujo. Kiwa na maana unaacha baraka kwa wale watu, ili wao na hamu ya wewe hata kuwatembelea tena. Isiwe wako na wanapokuona sema amekuja tena, amekuja tena, amekuja tena. Hapana. Mtu wa Mungu uondoka kwa ukimya mahali alipo bila kuacha fujo. Lakini hata hivyo, mtu wa Mungu uinua mnyonge na mtu mwenye uhitaji. Unainua wanyonge wasiokuwa na kitu, waliokata tamaa, labda mayatima, wajane na wengine. Na yule mhitaji aliyekuwa anahitaji kitu fulani, akija kwako wewe unamuinua. Utaka wengi wafanikiwe. Mtu wa Mungu anataka watu wote wafanikiwe kumshinda hata yeye. Hili jambo ambalo hatulioni katika makanisa. Wakristo ndio wamekuwa nafiki. Wakristo ndio wanakuwa kushushana. Wakristo ndio wanafanya wengine walie. Lakini sikiliza, ufanye wengine wafanikiwe hata kama yeye hajafanikiwa. Inaweza kama mafanikio ya kiroho au mafanikio ya kimwili. Sasa mafanikio ya mtu wa Mungu ni yapi ambayo anayataka watu wake ndani ya kanisa ama nje ya kanisa wapate kufanikiwa? Anasema mafanikio yake ni kuona watu walio karibu naye wanabadilika kupitia yeye. Mafanikio ya mtu wa Mungu ni kuona wanaokuzunguka, rafiki, jirani, ndugu, na wao wamebadilika
kupitia wewe. Mtu wa Mungu ndio tunajifunza leo, na mambo atakayoweza kuishi. Nikamwambia akaniambia ndo maana zamani, ndo mafanikio kuona wengine wamebadilika kumjua Yesu Kristo kupitia wewe. Watu 17 wamebadilika kupitia tabia yako. Watu 10, 12, 20, 50 wamebadilika kupitia tabia yako. Unafanikiwa tayari wewe kama mtu wa Mungu. Angalia mafanikio ambayo Yesu Kristo anatuambia. Hataambia kuwa na magari, majumba makali. Kuokoa nafsi ya mtu kwa tabia zetu, kwa mahubiri, kwa nyimbo, kwa mashuhuda, kwa manabii, kwa mafunuo kama nilikufunulia leo. Mafanikio yake ya mtu wa Mungu ni kuona watu wanafunguliwa. Haya ndiyo mafanikio ya mtu wa Mungu. Watu wanamjua Mungu kupitia wewe, kwa tabia, kwa maisha, kwa mafundisho matakatifu. Lakini akasema mtu wa Mungu sio jina. Yaani mimi ni Kristo, mimi ni Kristo, mimi ni Kristo. Hiyo hiyo Biblia hapa imekataa, imesema mtu wa Mungu sio jina. Mtu wa Mungu sio jina. Mtu wa Mungu sio jina. Usibaki katika hali ya kusema mimi ni mtakatifu, mimi ni Kristo, mimi ni mtakatifu, mimi ni Kristo, mimi ni mtakatifu, mimi ni Kristo. Tukisoma katika kitabu cha Marko atasema hivyo. Acha tuangalie Marko sura 7. Tuanze katika sura 7 mstari wa 6. Akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu wawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Tunaishi hapa. Wanaona Biblia imeweka wazi. Hapa nimeambiliwa mtu wa Mungu sio jina. Kwa hiyo usijivunie kuitwa Kristo. Kristo sio kuwa na matendo, ndio maana yake. Usiokuwa na matendo ya Yesu Kristo ndani yake, ndio maana yake. Usiokuwa na mabadiliko ambayo yanaweza kubadilisha mtu mwingine katika maisha yako. Haleluya, 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 haleluya Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Mtu wa Mungu ni mabadiliko na sio kusema mimi ni Kristo, mimi na Kristo. Mtu wa Mungu nimeambiwa sio jina la kujiita Kristo au title ulio nayo, kwa maana Marko ameshatambia tayari. Unaweza ukawa unaongea mimi ni Kristo, mimi ni Kristo, lakini ukawa unaabudu bure. Mungu hakujui. Mungu anakuita wewe ni mnafiki. Ndio maana akaniambia mtu wa Mungu sio jina. Tena akasema mtu wa Mungu sio vitu. Mtu wa Mungu sio nini? Vitu ulivyo navyo. Labda waweza ukawa ndani ya kanisa kuna gari kubwa, unataka watu wakuamini wewe ni Kristo, umeokoka. No. Umejenga kanisa kubwa hili, unalijenga kanisa kubwa la milioni 20, unataka kujua watu waseme umeshakuwa Kristo. Hapana. Haleluya, 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 haleluya. Sikilizeni maneno matakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Watakaoyashika watatembea na Bwana wao, naye atawaongoza katika njia ya kweli, na yeye hata waacha wale watakaoweza kubadilika na kuenenda katika njia ya kweli, asema Bwana majeshi. Haleluya Bwana, haleluya Bwana, haleluya, haleluya, haleluya. Mtu wa Mungu sikilizaye, huyo ni mtu wa Mungu anasema hivi. Kuitwa mtu wa Mungu sio jina. Kuitwa mtu wa Mungu sio vitu ulivyo navyo. Akaniambia bali ni tabia mbele ya watu. Tabia yako mbele ya watu waliokoka na hata wasiokoka. Haleluya Bwana. Matakatifu Yesu Kristo. Haleluya.
ni tabia mbele ya watu waliookoka na hata wasiookoka. Lakini tu sio hapo, na mbele ya Mungu tabia yako izibitike hata mbele ya Mungu ama mbele ya Yesu Kristo tunamwabudu. Tutakwenda kusoma kitabu kimoja hapa, kitabu cha Ayubu. Najua Ayubu anazungumza mambo mazuri naye. Ni Ayubu sura 15:1-6. Ayubu 15 mstari wa kwanza hadi wa 6 anasema hivi. Ayubu 15 mstari wa kwanza hadi wa 6 anasema, ndipo Elifazi Mtemi akajibu na kusema, je, yapasa mtu mwenye hekima kujibu kwa ujuzi wa uvuvio na kujaza tumbo lake na upepo wa mashariki? Je, ahoji na mazungumzo yasiyo faida, au kwa maneno ambayo hawezi kufanya mema kwayo? Naam, wewe waondoa kicho, nawe wazuia ibada mbele za Mungu. Kwani uovu wako unakufundisha kinywa chako, nawe wachagua ulimi wake mwenye hila. Kinywa chako mwenyewe cha hukumia makosa, wala si mimi, na midomo yako mwenyewe ushuhudia juu yako. Midomo yako mwenyewe ushuhudia juu yako. Tabia tulizo nazo ndizo zinazotufanya sisi tupate kuweza kuingia mbinguni na kumjua Yesu Kristo, na ndipo hapo tunakuwa qualified. Tumekuwa qualified katika ufalme wa mbinguni. Lakini pia akaniambia, mtu wa Mungu, ujitenga na maovu yote. Unajitenga na maovu yote yawezayo kumpata, yaani yale maovu ya kila aina. Unajua maovu ni nini? Mtu wa Mungu analazimika kujitenga na maovu yote ambayo yawezayo kumpata. Lakini ijapokuwa adui wa kwanza wa mtu ni ulimi wake ambao hawezi kukimbia. Ulimi wako, tumesoma Ayubu hapa. Adui wa kwanza ni ulimi wa mtu, lakini huo ulimi huwezi ukaukimbia ijapokuwa ni adui yako. Unaweza ukashuka nao Afrika, ulimi wako. Unaweza ukaenda nayo Amerika, ulimi wako. Unaweza ukaenda nao Australia, ulimi wako. Unaweza ukazunguka ulimwengu nzima na ulimi wako, na lakini huo ulimi ndio adui yako. Huo ulimi ndio adui yako. Sasa kama ulimi ni adui yako, wawezaje sasa kudhibiti adui yako asitende maafa? Akasema, bali anaweza kuudhibiti kwa hekima. Waweza kudhibiti ulimi wako kwa hekima ya maneno machache, kupunguza kuongea. Haya trizi la pashatraboshitri kandararas. Haleluya! 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 Haleluya Bwana. Waweza kudhibiti ulimi wako kama adui yako wa kwanza, ambaye ni adui mbaya. Huwezi ukakimbia. Hawezi ukakimbia adui. Kwa kudhibiti ya nini? Kwa kuweka maneno machache katika ulimi. Kiwa na maana Kristo anachunguza ulimi wake asiongee kuongea bwa 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 bwa. Sasa unadhibiti katika kinywa chake. Kinywa chake na kijae maji. Tena sio maji madogo.
maji mengi katika kinywa chako, asiongee kitu. Angalia, ukiweka maji kwenye ndani ya kinywa chako, yamejaa, na mtu anakuja kukuongelesha, jamani, hiyo ni vile ulikotokuwa unafanya yani kinywa kujaa maji. Mungu anamaanisha kwamba bushbe, yani ferme, ufunge kinywa chako katika umati wa watu, usiongee sana, bali uwe msikivu sana. Mtu anapokuambia usiongee sana hapo unapokaa, ina maana usikilize sana kushinda kuongea. Na ndio maana tunaambiwa ya kwamba Mkristo, mtu wa Mungu, anaweka maji katika kinywa. Ndio maana katika ukuhani, hata kwanza tuanze tusome kwanza kitabu cha Malaki. Tutakuwa nitumie simu yangu hapa nisisumbuke sana, kwa sababu niko na karatasi hapa, inaweza kaanguka. Tukisoma kitabu cha Malaki sura yake ya 2 na mstari wa 7 hadi wa 8, anatuambia mambo mazuri juu ya kuhani, mtu wa Mungu, jinsi gani anaweza kawa. Akasema, kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, tena yawapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Haleluya, 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 haleluya Bwana, haleluya. Imekupasa wewe mtumishi wa Mungu. Unajua wewe, mtu yote anapojiita ni Kristo, ndio kusema umeokoka, tayari wewe ni kuhani. Hapa tuongelei mtumishi wa Mungu, tunaongelea kuhani. Na kuhani ni nani katika Agano Jipya? Yeyote aliyekubali Yesu Kristo ni kuhani. Yeyote aitwaye Kristo ndio tunaongelea katika kipindi hiki. Jinsi gani waweze kaishi kama Kristo katika communities, katika maisha yako ya katika kanisa, na katika kuenenda na Yesu Kristo pole hadi ukafika mbinguni. Haleluya Bwana. Haleluya. Sikiliza, yatakuokoa, nina imani. Sikiliza, Biblia inasema kinywa cha kuhani, yani yampasa midomo ya kuhani uhifadhi maarifa. Kwa hiyo mtu akijawa na maarifa katika midomo, ina maana maneno ambayo utakayokuwa unaongea sio maneno yatakayoleta kukwazo ama kikwazo mbele ya watu wengine. Katika sheria analeta na mstari wake wa 9, bali ninyi mmegeuka mkaiacha njia, mmewakwaza watu wengi katika sheria, mmeharibu agano la Lawi, asema Bwana wa majeshi. Asema nani? Bwana wa majeshi. Unaona, tumepewa jinsi gani ya kuhani, ya kuwa awe na maarifa, awe na hekima katika kuongea, ili wakati utakapokuwa uko na maarifa na hekima katika kuongea kwako, maneno yako yanapata kibali katika masikio ya watu, katika umati wa watu watakuja kusikiliza maarifa kutoka kwako, kusikiliza sheria kutoka kwako. Zunguka na maisha ya Kikristo vizuri. Acha tusome andiko hili lingine, tuangalie kuhani nini. Petro wa kwanza. Labda unaweza kusema anaongelea watu wa kuhani ndio wa Agano la Kale tu. Wa Agano la Kale ndio walikuwa wanaongelewa hapa. Tuangalie sasa mambo yamebadilika ndugu yangu. Tukisoma Petro wa kwanza sura yake ya 2 mstari wa 9, anasema hivi: tena jiwe la kukwaza mguu na mwamba wa kuangusha, kwa maana ujikwaza kwa neno lile wasioliamini, nao waliwekwa kusudi wapate haya. Mstari wake wa 9. Sasa ulikuwa mstari wa 8, akasema bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Ndio sisi ambao tunaongelewa hapa. Kumbe sisi ni mfalme, ni mzao mteule. Tumeteuliwa katikati ya watu 10, 20, 500 bilioni, tukateuliwa sisi tu watakatifu, tuyafundishe matakatifu, tuvae kitakatifu. Wanawake wetu wajisitie, na yeye yanahusu mafundisho yanayoleta, yanahusu watakatifu wa kwenda mbingu. Hayahusu tu kwa mtu kwenda kanisani, hapana. Mtu aliyekuwa na vision ya tu ya kuishia kanisani hayamuhusu.
Lakini haya mafundisho yote inayoyaleta yanahusu watu waliokuwa na mtazamo wa kwenda mbinguni, maana ndio wataelewa. Kama una spirit ya mbinguni, hauwezi kaelewa yote ninayofundisha. Tuna kusumbua tu. Utakuwa na ubishi kwenye comment. Sasa akasema, bali ninyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme. Ndio sisi. Na kinywa cha Malaki hapa akatuambia nini? Acha tuangalie Malaki vizuri. Akasema jinsi gani kuhani anavyotakiwa. Acha nifungue Biblia yangu. Nataka ni iache hiyo verse hapo katika kitabu cha ni Malaki sura yake ya ngapi? Malaki sura yake ya pili mstari wake wa 7 hadi wa 8 hadi wa 8 anasema hivi. Malaki 7 sura ya pili, Malaki sura ya pili mstari wa 7 hadi wa 8 anasema hivi. Kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, tena yapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Tunashao mstari wa 7. Malaki mstari sura ya pili mstari wa 7 ndio amesema hivi. Petro wa pili Petro wa kwanza sura yake ya pili mstari wake wa 9 tunashuka hapo. Akasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, yaani wanaotakiwa kuwa na maarifa katika kifalme. Katika kitabu hichi cha Malaki sura ya pili mstari wa 7 ni mimi na watu wote wanaosema wameokoka. Ni sisi wateule walioteuliwa kuyajua matakatifu. Ndio sasa tumealikwa kuweza kuishi kitakatifu, kujua Kristo na kuenenda na Kristo. Watu wote wa ulimwengu wapate kutuona sisi tunayo maarifa, wapate kuona sisi tunayo akili, na waje watafute sheria ya Bwana kutoka kwetu. Mtu wa Mungu, tuko hapo katika mafundisho ya mtu wa Mungu. Lakini angalia andiko ingine ili ujue wewe ni kuhani, ili upate kujua haya mafundisho yanakuhusu wewe kabisa, unakwenda mbinguni, unakwenda pia kanisani. Hata tuangalie katika kitabu cha Ufunuo sura yake ya kwanza mstari wa 6. Ufunuo sura ya kwanza mstari wake wa 6 anasema hivi: na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu. Nani ametufanya hivi? Yesu Kristo. Kwa hiyo mimi ni kuhani, wewe ni kuhani. Malaki sura yake ya pili mstari wa 7 anasema nini? Ndio tuko hapo juu ya mtu wa Mungu. Akasema hivi, Malaki sura ya pili mstari wa 7, kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, na tumeshafanyika sisi kuwa makuhani kupitia kufa na kufufuka kwa Kristo na kuliamini jina lake, kubatizwa kwa jina lake, na leo tumekuwa wakuhani wa Yesu Kristo. Inatufanya sisi midomo yetu kuhifadhi nini? Kulingana Malaki, kuhifadhi maarifa. Tena yapasa watu kuitafuta sheria. Watu waangalie sisi, waione sheria ya Mungu imo ndani yetu, katika kufundisha, katika kuhubiri, katika kutabiri, katika kuomba, katika uvalio mavazi, kunyoa nywele zetu, ionyeshe, yatangaze sheria ya Yesu Kristo. Huo ndio utakatifu. Na hiyo ndio njia ya kwenda mbinguni. Haleluya Bwana. Sikiza maneno vizuri. Tunaruka tena Ufunuo 5:10. Nataka uone kuhani, alafu tena tutakuwa tunarudi Malaki, Agano Jipya, Agano la Kale. Ufunuo sura ya 5 na mstari wake wa 10 anasema mambo mazuri naye najua. Anasema, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Tumefanywa kuwa makuhani, sio tu makuhani, tumefanywa kuwa ufalme. Nataka nikwambie jambo ambalo litakushangaza juu ya ufalme wa wafalme. Hilo sitaligusa, hata tubaki tu kwa haya masomo ya leo ambayo nimeambiliwa, nimeona niwaambie ninyi, ama nimepewa ili watu wa Mungu wapate kuyajua na kuyasikia. Tumeshakuwa wafalme na tumeshafanywa kuwa makuhani kwa Mungu
Sasa kuhani kwa Mungu afanye nini? Kuhani kwa Mungu wetu nao wanamiliki katika nchi. Sasa tabia ya kuhani wa Mungu ni ipi? Malaki 2:7 anasema hivi: kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, yani akili ya mbinguni ndani ya akili ya mtu, ya kichwa cha mtu. Kuhani ajue Biblia vizuri, atakapokuwa anaongea aongee maneno ya kuleta hekima, na watu watakapoona wewe unajua sheria ya Mungu na wapojua kuifundisha na waelewa, na unaweza ukashauri, na unaweza ukachunga siri ya mtu, akasema nini, watu watakuja kwako kufanya nini? Tena yawapasa watu kuitafuta sheria kwake. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Wewe ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Watu wanataka kuokoka, wana maswali. Kwa unaweza ukazani ni swali ambalo hili swali gani hili jamaa? Nasema toka hapa. Yeye linasumbua hilo swali, yeye mnalodharau. Lijibu kwa kumuongoza. Unaona? Tukaambiliwa Ufunuo Waebrania sura ya 10:19 hadi 22. Hapo ndo haya mafundisho yataishia hapo. Waebrania sura ya 10 na mstari wa 19 hadi 12 hadi 22 samani unasema hivi: basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, ndiyo njia ile aliyotuanzisha, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake, na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Kuhani mkuu ni Yesu Kristo. Na tukaribie wenye moyo wa kweli sisi, kwa utimilifu wa imani sisi, hali tumenyunyuziwa mioyo, tuwache dhamiri mbaya sisi, tumeoshwa miili kwa maji safi sisi. Hayo yote ni mafundisho yanayohusu mtu wa Mungu. Huko wapi? Sasa katika hizo verse zote ambazo nimekuonyesha juu ya mtu wa Mungu, juu ya kuhani, juu ya mtu wa Mungu, juu ya Kristo, utakapokuwa au yafanya hayo, ndio hapo utakuta unaona mstari wake wa 8 katika Malaki mstari wa 8, Malaki 2:8 anasema, bali ninyi mmegeuka mkaiacha njia, mmewakwaza watu wengi katika sheria. Kumbe waweza kawa na neno la Mungu, lakini bado sipokuwa makini na akili na maarifa, ukawa mtu kukwaza watu wengi. Lakini kwa kinywa chako utakuwa unasema mimi ni mtu wa Mungu, mimi ni mtu wa Mungu, lakini unakwaza wengi katika sheria. Unakwaza wengi katika sheria. Unaona? Unakwaza wengi katika sheria. Mmeliharibu agano la Lawi, asema Bwana wa majeshi. Mtu wa Mungu, haya yote yanakuja kwako kwa sababu ujichunguze na uangalie ni wapi umeelekea. Yanakuja kwako kwa sababu ujue ni njia gani ambayo unaendelea. Nikushukuru, na kwa sababu nishukuru Yesu Kristo kwa sababu kuna ujumbe ambao tayari upo, ambao utatupatia hata zingine sehemu 2-3 huko mbele katika kuharibika kwa dunia. Nahitaji kipindi hiki kiendelee, na tazidi kuomba Mungu atupatie zaidi na zaidi mafunuo na mambo mengine, tupate kuwafundisha makuu ya Yesu Kristo. Na imani leo unaelewa kitu juu ya mtu wa Mungu. Umeelewa nafasi yako na jinsi gani ya kuishi na kuenenda katika kweli. Shauri langu mimi binafsi ambalo naweza nikakupatia, bora ukae nyumbani kwako kuliko kuendea katika njia ambazo zitakazo kufanya wewe kuwa muongo, kuwa mwovu, kuenda kwa watu wengi, lakini ni kikundi cha watu wachafu.
bora unashinda ndani ya nyumba yako, naangalia mahubiri kwenye TV, naangalia mahubiri kwenye simu yako, umelala unapika chakula kwa mume ama unapika chakula kwa mke, ama unacheza kidogo na mtoto wako, ama mnatembea wewe na mke wako kama umeolewa, na kama hujaolewa unaangalia TV, unasoma neno, unafunga, unaomba, kuliko kuenda katika masherehe na mambo mengi ambayo yatakao kufanya wewe usipate kujulikana kwa Yesu Kristo. Huo ni ushauri wangu. Hilo, lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.